Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo dimanche le 22 février 2026 na tunawakaribisha kabisa kwa mara nyingine katika habari zetu mbichi za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea leo tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Kavumu kule mu Sud Kivu mu territoire ya Kabare kwenye kuliripotiwa mapigano makali depuis asubuhi ya leo. Wazalendo na waasi wa M23 walipigana pale. Tutawaambia kabisa kwa sasa hali halisi pale ni vipi. Katika habari zetu tutawaambia kuhusu Patrick Muyaya ambaye alisema kwamba aujourd'hui FDLR kabisa haiko tishio kwa Rwanda. Rwanda inaendelea kutangaza FDLR wakati inapenda tu kuendelea kupie minere za Kongo. Patrick Muyaya alisema hayo kwenye interview. Upande mwingine tutawapeleka kule Uvira. Uvira kuna habari nzuri tunazo kutoka pale Uvira ku frontiere ya Uvira na Burundi, ile frontiere ambayo ilikuwa ferme wakati AFC M23 ilikamata mji wa Uvira. Katika semene hii ambayo tumeanza, ile frontiere itafunguliwa. Ni habari nzuri kabisa kwa sababu mnajua kuna wakimbizi wengi wanaohitaji kurejea katika maeneo yao. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa na zipata habari zetu zote. Kama kawaida mkumbuke kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie na kucomment, na msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizifuata habari zetu kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki yetu, uguse kwenye linki hiyo ujiunge. Bila shaka kabisa utakuwa ukizipata habari zetu. Bila kukawia kabisa tufungue kurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke pale mu territoire ya Kabare, mweneo ambayo inaitwa Kavumu, kilomita chache, je pense que ni 20 quelques kilomètres ya 30 kutoka Kavumu na Bukavu. Eneo ya Kavumu siku ya leo kuanzia saa 11 asubuhi kuliripotiwa mapigano makali na mabombe ya kaskika pale. Mapigano haya ambayo yalisikika pale asubuhi ya leo iko mapigano ambayo yalikuwa yameanza ile asubuhi ya leo. Hapana, ni mapigano ambayo ilikuwa deja 3e jour na wako napigana. Donc ilikuwa ni siku ya 3 na wako mu mapigano. Hapo sasa jinsi vitu biko ni aye. Wazalendo walianza kapigana na AFC M23 kuanzia maeneo ya Katana hadi Kavumu kutokana na probleme yenye ilikujaka kati ya wazalendo na AFC M23. Kuna mzalendo ambaye alikuwa kitunzwa kwa hospitali ya Kavumu. Wakati alikuwa na amepona, waasi wa AFC M23 wakafika kuile hospitali wakambeba kwenye mpaka kwa sasa wazalendo hawajui. Kutokana na hayo sasa wazalendo wakakasirika. Wakati walikasirikaka ndipo walishukaka kutokea maeneo yao tofauti pale pamoja na Parke Nationale ya Kauzi Biega, wakaanza kuwashambulia wasi wa AFC M23 mu maaxe tofauti ya pale Kavumu, na hata Kavumu ndani wakafika ndani. Walianziaka kupigania katika eneo ya Katana, apres Katana kwenye ile route yote inayoshuka Katana vers Kavumu kukaripotiwa mapigano ya kasikika kuanzia siku ya vendredi. Samedi kukaripotiwa mapigano. Nadhani jana tuliwaambiaka kabisa habari za mapigano pale, na leo asubuhi ilipokuwa 5h du matin wazalendo kutokea ngambo za Katana kwenye rute ile inayoshuka Kavumu walifanya mashambulizi alafua kwa wasi wa AFC M23, na wakati walikuwa wakipigana na AFC M23 mapigano yaliendelea
kukua makali na yakasambaa mpaka katika eneo ya Kavumu, kukaingia kabisa mapigano hayo yaliyesababisha kusimama kabisa kwa shughuli zote katika eneo ya Kavumu, na hata trafiki ya Kavumu vers Katana na hata Kavumu vers Bukavu nayo ikasimama. Donko wakaaji wa kupitia njia hiyo, biashara zote kabisa zingelifanyika kwenye rute hizo hazikufanyika kutokana na milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ambayo ilikuwa ikisikika pale wakati wa mapigano hayo. Na hali ilikuja kukua ya utulivu baada ya masaa kama 4 hivi ama 3 na wako napigana, kwa sababu mambo yalianza 5h. Misa ya kwanza Wakatoliki hawakuweza kuifika ndani kwa sababu deja mapigano yalikuwa na yako na ripotiwa kati ya pande mbili, na walingojea kuingia katika misa ya pili menako. Hali ilikuwa ikiendelea kukua mbaya, hali ya utulivu ilirejea pale jinsi bilikuwa nako ni aye. Apre kupigana kwa masaa kadhaa pale, wazalendo wale ambao walikuwa na wako napigana na AFC M23 walijiondoa muzile eneo tena wakarudia nyuma, apre kuona ya kwamba AFC M23 isha resiste pale. Donc apre kuona ya kwamba AFC M23 wako naweza kuiondoa katika maeneo yale ya Kavumu, waliondoka pale wakarudia mapozisio zao tofauti. AFC M23 wakati huo ikafanya msako maeneo ya Kavumu kuanzia saa 4 kabisa, walikuwa na wako nafanya msako pale Kavumu. Yule gouverneur wa Sud Kivu wa M23 yule Busu Bwangwi alisema kwamba katika vita hivyo, mashambulizi yale ambayo yalisikika Kavumu, wahusika walikamatwa. Ni wakati msako huo uliofanyika ulikuwa ukikuwa wakati mashambulizi yalikuwa na yaisha. Donc après wazalendo kujiretire pale ndipo walifanya msako, na vyanzo vyetu kutoka pale vinasema kuwa kuna wakaji wengi wa maeneo ya Kavumu waliokamatwa, na Busu Bwangu alisema kwamba wahusika kabisa walikamatwa, wataoneshwa katika saa zijazo, donc saa za mbele. Donc wale wakaji waliokamatwa wakati walifanya msako njo wenye watakuwa wahusika jinsi kabisa niko nasikia, na ilikuwa mapigano ya wazalendo, na kutokana na mapigano yale kuna wakaji wengi wanaoendelea kukimbia maeneo yao kuanzia kule Katana kwenye wako napigania na maeneo yote karibu na ile parki nationale ya Kauzi Biega. Wakaji wengi zaidi ya watu 100,000 deja waisha kimbia maeneo yale. Aujourd'hui wengi kabisa katika maeneo hayo wanaendelea kuishi katika maisha ya ukimbizi kutokana na mapigano makali. Wakati usitishaji vita uliombwa na Angola ungelitekelezwa kwenye ligne de front, donc leo kabisa kungelikuwa na hakuna mapigano kufro. Tofauti na hayo, mapigano yanaendelea katika maeneo tofauti. Nadhani ya kwamba mnajua jinsi kule Masisi wiko masekta ya Katoi kule mapigano yanaendelea kukua hatari. Territoire ya Fizi kule Kivumi na Jasho, mplene ya Ruzizi, Uvira nako kabisa hali si shwari, hali inaendelea kukua tete. Mapigano katika maeneo ya Lemera kule Minembwe Fizi, donc c'est le fait kwenye ligne de front haiko. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Hiyo ndiyo hali halisi kutoka katika maeneo ya Kavumu na hivyo ndivyo jinsi kabisa mambo yalikuwa katika maeneo ya Kavumu. Kwa sasa hali ni ya utulivu. Traffic pale kabisa ziko naanza tumika, biashara ziko naanza fanywa kama kawaida baada ya hayo yote kukua katika eneo ya Kavumu. Tukiendelea na taarifa zetu, tukielekea kwenye shamba la vita katika maeneo ya Fizi na Uvira, hali inaendelea kukua ya wasiwasi sana. Hakuna mapigano ambayo yanaripotiwa kule siku ya leo, hali ni ya wasiwasi sana. Pande mbili wanaendelea kurenforcer, ni wazalendo pamoja na FARDC, ni waasi wa M23 wanaendelea kurenforcer katika eneo ya Lemera, eneo inayopatikana pale mu plaine de Ruzizi hapo mu Uvira, mu territoire ya Uvira. Wanarenforcer sana katika eneo ile
ya Lemera ili kuweza kudefendre eneo hiyo. Donc waone kwamba wanaweza kuwatakia wazalendo wa waripuse, kwa sababu wangali maeneo yanayokuwa karibu na Lemera, na mapigano wakati wowote yakiendelea wazalendo wanaweza kuavance na kuikamata Lemera. M23 sasa iko na renforcer Lemera ili kuweza kudefendre eneo ile, na kutokana na marenforce za pande mbili, kwa sababu na wazalendo nao wako na renforcer Kidote kule maeneo ya Mulenge, hali inaendelea kukua ya wasiwasi sana, kwa sababu wakati wote tena mapigano yanaweza yakazuka upya kati ya pande mbili. Minembwe kule Mufizi nako hali ni ya utulivu, hakuna mapigano ambayo yanaripotiwa kule. Tuzuru hali kule iko kama kawaida, hakuna maeneo ambayo FRDC iliacha, hapana kabisa. Wangali tuzoro zalantoro ya Minembwe, na Minembwe centre iko mikono ya Twirwaneho pamoja na waasi wa AFC M23. Tukiwa mu territoire ya Fizi plutôt ya Uvira, katika mji wa Uvira, ile frontiere inayopatikana pale Kavimvira, ile frontiere ya Kavimvira mpaka wa Burundi na Uvira, taarifa tunazo ni kwamba itafunguliwa kabisa katika siku zijazo. Hizi siku mwezi semene yenye tumeanza ndio ile frontiere itafunguliwa. Hizi ni habari nzuri kabisa kwa wakimbizi wanaoishi kule Burundi, na si kwa wakimbizi tu bali ni kwa watu wa maeneo ya Uvira na Fizi. Hizi ni habari nzuri. Wakaaji wanaoishi kule Bujumbura na kwingineko nchi ya Burundi, wakiwa ni wakimbizi wa Kongo mamaka tofauti, maisha si mazuri. Ndugu zangu, maisha ya ukimbizi si mazuri hata kidogo. Kule wanakoishi wanapewa kabisa vitu ili wapate kuendelea na maisha yao ya kawaida. Wanavyopewa havifai kwao ili kuendelea kuishi. Maji kabisa si maji mazuri. Donc ukimbizi ni pale kwenye unakwaka na una ingine show soft tu kuikala wakupe kenye watakupa, maisha ya kaendelea. Ni bahati ya Mungu, ikipata vyakula asubuhi na magharibi pale kabisa ni bahati ya Mungu. Donc mnasikia kuwa maisha ya ukimbizi si mazuri hata kidogo. Kutokana na kufunguliwa kwa frontiere ya Burundi na Uvira, donc wakati itafunguliwa wakimbizi wale wanaoishi kule nchi ya Burundi watarejea nchini Kongo, kwa sababu wakimbizi wale walikuwa wa maeneo ya Uvira, wengine wa maeneo ya Makobola, wengine wa maeneo ya Sange, wengine ya Kiliba, wengine wa maeneo ya Runingu. Kule kote wakimbizi watarejea maeneo zao. Kama kuna watakao rudia na kule kwenye M23 ina kontrole, ça dépend na choix yao, kama wataamua kurudia namo maeneo ya Sange na kule katika Katogota na maeneo ya Luvungi kwenye M23 ina kontrole, itatokana na mahitaji yao na jinsi wanapenda. Kufunguliwa kwa ile frontiere ni maamuzi mazuri, kwa sababu wakimbizi wale wanaoishi kule katika nchi ya Burundi watarejea katika maeneo yao, na ile njo habari nzuri kabisa kwa watu wa Uvira na wakimbizi wanaoishi kule nchi ya Burundi. Habari zetu zinaendelea. Patrick Muyaya alisema ya kwamba FDLR kabisa si tishio kwa Rwanda. Rwanda inaendelea kusema FDLR kuwa ni tishio lao, kiukweli ni kama kitu ambacho wanakitumikisha ili kuweza kuendelea kufanya vita nchini Kongo na kupie mali za Kongo. Patrick Muyaya aliuliza swali akasema, eske wale wa FDLR ambao walikimbiaka Rwanda katika mwaka wa 1994 aujourd'hui, baada ya miaka 32 wanaweza kuwa ni menase kabisa kwa Rwanda? Akasema kwamba hapana. Alisema kwamba wakati
nani waasi wa M23 na Rwanda walianzaka kuatake Kongo mu 1997 na kuokipe maeneo tofauti ya Nord Kivu. Kwa sababu ni kwa sababu gani hawakumalizaka kabisa ile menasi ya FDLR katika siku hizo? Hiyo nayo ni swali ambayo aliuliza. Akasema kuwa kati ya 2009 na 2020 FARDC ilikuwa ikifanya maoperasyon pamoja na RDF, jeshi la Rwanda, ya kuwasaka wa FDLR, wanajeshi wa FDLR wengi wakauawa na wengi wa viongozi wao kabisa wakakuwa neutralize, na wengine wanajeshi wengi wakarudia kule nchi ya Rwanda. Na ile kabisa inaonesha jinsi kama FDLR ilibakia bila nguvu kwa sababu ya operasyon zile zote zenye Rwanda ilikuwa ikizifanya pamoja na Kongo. Na akasema kwamba aujourd'hui Rwanda inakontrole maeneo mengi ya Nord Kivu ambapo kunapatikana wale wa FDLR, ila anasema kwamba ili kumaliza prosesisi ya amani au ili kutofanya ama kutohusika katika kuleta amani maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu, wanaendelea kusema kwamba FDLR iko menase kwa wakati maeneo ambayo yalikuwa kandani FDLR wonjo wenyewe wanayakontrole, inayomaanisha kwamba FDLR kabisa haikingaliki. Kasema kwamba ukweli ni kwamba FDLR ni or, ni colta, ni diama, ni resource za nchi ya Kongo, donc ni minerais za Kongo ambazo Rwanda inazipiake kupitia vita wanavyoviendesha wakisaidia AFC M23. Patrick Muyaya upande wake alikataa kabisa madai ya Rwanda ya kwamba FDLR iko menase kwao, wakati analize naona kwamba FDLR hawana zingine nguvu, kwa sababu depuis 1997 Rwanda na AFC M23 kuanza kufanya vita kule, ilikuwa kama RCD, ile groupe armée ya zamani kwa RCD walikuwa wakipigana na FDLR mu maeneo ya Nord Kivu, wakayokipe miaka mingi. FDLR wakiwinda kule, walikuwa wakimaliza nguvu zao. Operasyon za FARDC na RDF zikafanyika kuanzia 2009, wakawasaka kabisa, wengine wakarudia kwao. Naona kwamba nguvu kwa leo kabisa wanazo, kwa sababu zile operasyon ziliwawindaka sana. Na leo na mumaeneo yenye FDLR ingelikuwa ndani, AFC M23 iliingia ndani, iliwapigaka. Donc wa FDLR ikawakamata, wengine wakababaika, wakakimbilia kwengine, wakakuwa wakimbizi kule. Anasema kwamba FDLR kabisa si tishio kwa Rwanda, bali Rwanda kwa kuweza kupie mali za Kongo inaendelea kuitumikisha FDLR kama njia ya kufika kabisa kunani mu maeneo ya Kongo na kupie mali za Kongo. Patrick Muyaya yeye upande wake haamini ya kwamba FDLR kabisa iko tishio ya Rwanda, kwa sababu FDLR hawangali donc na nguvu za kuweza kupigana na nchi ya Rwanda. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo. Hizo ndizo taarifa za leo ambazo nilikuwa nimewaletea. Naweza basi nikasoma tena maoni yenu, wale wanaotuandikia ndani ya commentaire wakituuliza maswali tofauti, ni wakati wa kuwajibu. Edouard Kabwile alisema merci beaucoup messieurs les journalistes pour votre information et l'avance en puissance des FARDC et Wazalendo depuis la ville de Moba, nous sommes ensemble. Merci beaucoup papa Edouard Kabwile. Crispe Taabo alisema kwetu TV niko tayari kabisa na kufuata, safi sana. Bale ba M23 bakome, courage FARDC na Wazalendo armée safi. Okay, Crispe Taabo na kufuata kabisa. Ndombe Belge alisema shukrani tena kwa taarifa za asubuhi bwana mtangazaji, pia nakutakia bon dimanche. Merci aussi, bon dimanche aussi papa Ndombe Belge. Pascaline Balike alisema Mungu awatie nguvu wazawa na FARDC. Ilunga Musanganya alisema bonjour, merci. Na hali hiyo ni Roger, asante.
Christian alisema bon dimanche à vous mon cher journaliste, merci beaucoup, bon dimanche aussi. Tangu Fataki alisema courage sana wa ndugu zangu wenye kujitoa juu ya bulongo ya mababu yetu Kongo ni FARDC mzalendo. Okay. Josue Lampacho alisema merci waza Mungu iko. Jiste Musole akasema asante sana mwariri kutaarifa ya habari ya sai. Jiste Balagizi Bukavu Sud Kivu. Asante ndugu yangu Jiste pale Bukavu. Anayeitwa Iripira alisema bon dimanche bwana mtangazaji, pole sana na taarifa za kweli, mie nalomba ba libere Constant Mutamba s'il vous plaît bamtoshe kwanza. Iripira toujours akasema kwamba baba mtangazaji nalomba bamtoshe kwanza Constant Mutamba s'il vous plaît. Ile ni kesi ambayo kabisa kama watamulibere atujui. Constant Mutamba kabisa inaonekana kuwa kesi yake ni kama ishakaisha, kwa sababu hakuna tena kuifuatilia, iko mu prison, hakuna wanaoifuatilia ili kuweza kumfanya kutoka katika ndani ya jela. Merci beaucoup. Hizo ndizo habari mbichi za siku ya leo ambazo nilikuwa nimewaletea. Tupatane katika taarifa zifuatazo. Asante sana.